hata wewe kwa namna gani unafanya kazi bure. Chuma wote watakuibia tu. Wewe utakuibia tu. Utafanya bila atakuwa waji. Wachawi watakushambulia. Mungu asipolinda mji, wao ndio watafanya kazi bure. Mungu asipolinda mtu wako, wewe hata uende kwa akili gani? Hautaweza kuwazuia sio mashoga. Hautaweza kuwazuia sio wasagaji. Kwa sababu unapokwenda huko, wewe unakuwa upo. Lakini kwa ile msingi ya neno la Mungu, ukimtegemea wewe sana Mungu leo, hata kusaidia kwa kunywa watoto wako, hata utakapokuwa kwa mashuleni, utakapokuwa kwa mitaani wa watoto wenzao. Mungu leo mtatu kunaweza kwa ile watoto wako. Hiyo kitu mambo na akili zako na kufanya mabaya. Yesu anaita watoto wako, watazidi kuharibikiwa, familia yako itaharibika, ndoa yako itaharibika. Mtu wa Mungu kwa nini uteseke? Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Hayo mabaya unayofanya yote, ubaya wote kama ufanya mwenzako, ubaya wote kama ufanya mwenzako, ipo siku moja wewe utaepuka huo ubaya. Mabaya unayofanya mwenzako, kila mtu ataepuka ubaya anayofanya. Kila mtu ataepuka kazi zake. Biblia inasema usipende kutendewa wewe na mwenzako usimtendee. Usipende kutendewa, usimtendee mwenzako. Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya kupatanisha wanadamu, kwa ajili ya kupatanisha, kuishi maisha matakatifu, kuishi maisha masafi. Wewe kumshinda maisha, wewe kushinda dhambi mtu wa Mungu. Kama wewe neno la Mungu ndani yako, kama unampokea Yesu ndani ya maisha yako, shetani atakusumbua tu, shetani atakutesa tu. Pokea Yesu ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, ataweza kukuongoza. Hizo kiu za kufanya uzinzi utaziona tena. Hiyo kiu ya kufanya malaya utaiona tena. Hiyo kiu ya pombe utaiona tena. Hiyo kiu ya bangi itakauka ndani ya moyo wako. Hiyo kiu ya sigara itakauka ndani ya moyo wako. Hiyo kiu ya pombe itakauka ndani ya moyo wako. Na wewe utakuwa na amani ndani ya maisha yako. Utakuwa na amani. Mungu Yesu, tubu dhambi mchana leo. Mungu anakupenda sana watu wa Mungu. Tubu dhambi kwa Mungu umekaribia. Tubu dhambi kwa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu anakaribia kuchukua wale wake. Yesu anakuja mtu wa Mungu. Tubuni dhambi. Huu sio wakati wa kutaka tena miujiza tena. Sio wakati wa kutaka tena kutafuta mambo ya dunia hii. Sio wakati wa kutaka tanga na kutafuta fedha na mali za dunia hii. Sio wakati wa kutaka tena na umalaya. Huu ni muda wa kutubu dhambi. Huu ni muda wa kuacha ubaya. Sasa yote mwana wa Adamu atarudi kumlipa kila mtu sawa na kazi zake. Atarudi kumlipa mtu sawa na aliyofanya. Tazama watu wa Mungu. Bwana mchana leo Yesu atutuma kuja kuhubiri neno hili ndani ya moyo wako. Uweze kulipokea na wewe uweze kuwa na uzima ndani ya moyo wako. Tubuni dhambi watu wa Mungu. Kwa Mungu umekaribia. Tubuni dhambi kwa Mungu umekaribia. Mungu anawapenda sana. Hizo fedha Yesu anajua kama unazihitaji. Hizo mali Yesu anajua kama unazihitaji. Lakini anasema, "Nyie msiende kama unavyoenda ulimwengu. Msiende kama unavyoenda ulimwengu. Bali nyie tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Hayo mengine tutazidishiwa. Utafute kwenda ufalme wa Mungu, hizo fedha utazidishiwa. Utafute kwenda ufalme wa Mungu, hiyo heshima utazidishiwa. Utafute kwenda ufalme wa Mungu, biashara yako Mungu yeye ataikuza. Ukishampata Yesu, umepata vyote. Ukimpata Yesu, umepata vyote ndani maisha yako. Bila nikwambia mtu wa Mungu wewe unaanza kuwa unajui. Yesu anamhubiri ni tajiri wa vitu vyote. Aliwalisha maelfu ya watu. Katika mavazi, mavazi yake yalipigwa mnada. Katika kuwaponya watu, Yesu ni tabibu wa karibu. Aliwafufua vipofu, aliwaponya vipofu. Especially mfufua mpaka Lazaro mtu wa Mungu. Hivi kama kuna ugonjwa unakusumbua, Yesu anaweza kukuponya. Watu wanasema ugonjwa wangu, huu ugonjwa wangu umefikisha sehemu mbaya. Ugonjwa wangu ule unipiga wewe. Nenda wewe nikwambie, una ugonjwa wako ni kwa sababu hujakuwa kumpokea Yesu ndani ya maisha yako. Yesu anakausha wagonjwa. Kama yeye mfufua mpaka Lazaro, anaweza kujiweka kitu kingine ndani ya maisha yako. Anaweza kufufua shida iliyopotea ndani ya maisha yako. Anaweza kufufua kitu chochote kilichopita ndani ya maisha yako. Ile heshima yako ile mwanzoni, Yesu anaweza kuirudisha. Yesu akukubali kwa ndani ya dunia hii. Yesu akukubali uje uteseke. Yesu akukubali uje uaibike. Ni kwa sababu umeacha nguvu ya Mungu. Umeamua kwenda kwa akili zako. Mtu wa Mungu yasikia neno hili mchana leo. Mpokee Yesu ndani ya maisha yako. Ataweza kusaidia kuongoza. Na wewe utaweza kulipata tumaini jipya. Tumaini la kweli mtu wa Mungu. Haipo katika mali. Hajaishi kwa fedha kiasi gani. Hajaishi kwa mali kiasi gani. Lakini ukimkosa Mungu ndani ya moyo wako, utakosa furaha. Na ukikosa furaha, utaanza kuitafuta. Katika kutafuta furaha kwako, utaanza kufanya mambo mabaya hayafai. Utaanza kutafuta kwenye kazini na mauko aina yoyote. Hiyo utafuta furaha. Hiyo utaanza furaha kula hamna. Utaanza mambo mengine. Utaanza hapa furaha kwenye bangi. Utaanza kutafuta bangi. Utaanza furaha ipo. Utakimbia kwenye sigara, utaona sigara, utaona furaha iko. Utaenda kutafuta kwenye uzinzi, utazina binti yoyote, utaona kuwa hakuna furaha, utaenda kufanya mbaya mwingine. Kadi unavyozidi kutafuta, ndipo unaongeza mabaya. Ndio kwa mtu wa Mungu. Kwa kweli Yesu Kristo mpenda miujiza.
furaha kweli haipo katika mtu wa dunia hii. Ukimtokea Yesu utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Atakusamehe kila nguvu unalipitia. Atasamehe mambo yako yote, makosa yako yote, na wewe utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Mtu wa Mungu unasikia neno hili, Mungu akusaidie kutia nguvu. Niweze kukaa ndani yako. Mkumbuka tena hapa kupoteza muda. Sio kama tuna kazi ya kufanya. Ila ni Yesu Kristo aliyebadilisha maisha yetu. Ndiye ametuagiza kama mwende sehemu ile, mkawahubiri watu wale. Mtu atakayeshika maneno yale, naye ataweza kubadilika. Magumu yanapitia mtu wa Mungu, sio mwisho. Nguvu ile kwa ndani maisha yako, hapo sio mwisho, utafika mwisho mtu wa Mungu. Ipo bado liko tumaini kwa Yesu Kristo ukimwamini. Bado liko tumaini. Ataweza kukuongoza kwa